Wafalme wa Pili mlango ule wa 9, naomba tusome. Wafalme wa Pili mlango ule wa 9, naomba tutasoma. Biblia inasemaje pale? Wafalme wa Pili mlango ule wa 9 kuanzia mstari wa 1. Nabii Elisha akamwita mmojawapo wa wana wa manabii, akamwambia, jikaze viuno, ukachukue chupa hii ya mafuta mkononi mwako, ukaende Ramoth Gileadi. Utakapofika huko, mtafute Yehu. Haleluya, amina. Bwana asifiwe. Tunasoma Wafalme wa Pili mlango wa 9 kuanzia mstari wa 1. Nabii Elisha akamwita mmojawapo wa manabii, akamwambia, jikaze viuno, ukachukue chupa hii ya mafuta mkononi mwako, ukaende Ramoth Gileadi. Utakapofika huko, mtie mafuta Yehu mwana wa Yehoshafati mwana wa Nimshi, ukaingie ukamtoe miongoni mwa ndugu zake, ukamchukue katika chumba cha ndani, kisha ukatwae ile chupa ya mafuta, ukayamimine juu ya kichwa chake, ukaseme, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Kisha ufungue mlango ukakimbie, wala usikawie. Bwana atukuzwe. Katika habari hii ambayo tunaisoma katika Wafalme wa Pili, nataka nikupe tu msingi fulani hapa ambao utakao kuonyesha ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini haitoshi tu kusema ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Inapaswa kuelewa aina ya unabii au aina ya kusudi ambalo umelibeba kwenye maisha yako. Halo? Kwa sababu usipoelewa, unaweza ukaruhusu baadhi ya vizuizi ambavyo vinaweza vikasimama mbele yako na vikazuia mwenendo wa lile ambalo Bwana alikusudia lifanyike kwenye maisha yako. Bwana tusaidie sana. Yehu ni miongoni mwa watu ambao alikuwa wamebeba unabii mkubwa wa kulikomboa taifa. Katika taifa la Israeli lilikuwa limetembea kwenye kipindi ambacho wamekandamizwa, wamewekwa kwenye maonevu, na Mungu akataka ajiinulie mfalme mwingine nje ya mfalme Ahabu, ambaye angeleta wokovu, angekuwa na nia ya Mungu, angekuwa na moyo wa Mungu, angekuwa na wazo la Mungu, angekuwa na shauku ya Mungu, na aweze kujilipizia kisasi kwa ajili ya Mungu wake. Bwana asifiwe sana. Tunaona Ahabu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mzuri, lakini kwa sababu aliendea miungu mingine ya yule mwanamke ambaye alikuwa amemwoa, Biblia inasema Mungu akamkataa. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu akasema, nitajiinulia mtu mwingine ambaye angelirudisha taifa kwenye njia ya Mungu. Sasa Mungu akajichagulia mtu ambaye anaitwa Ahabu. Akajichagulia mtu ambaye anaitwa Yehu. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yehu alikaa kwenye hali fulani kwa muda mrefu, akiwa amebeba unabii ndani yake. Bwana asifiwe sana. Kwa kulikuwa kuna aina ya vizuizi kadha wa kadha. Kizuizi cha kwanza tunachokiona ni roho ya kucheleweshwa. Bwana asifiwe sana. Alikaa mahali akasahauliwa. Tunamwona nabii ambaye alipewa jukumu la kumtia mafuta tokea Elia, kizazi kilichopita, alikuwa tayari ameshapewa assignment ya kumuinua mfalme, lakini akachelewa. Akamuinua nabii badala yake. Elia akapaa akarudi mbinguni, akabaki Elisha. Elisha akaenda umbali mrefu, akasahau kabisa ya kwamba kuna mtu ambaye alikwisha kuwekewa ahadi ya yeye kusimama kuwa mtawala katika taifa lile la Israeli. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tunaona roho kadha wa kadha zilizokuwa zinafanya kazi.
kwa sababu ya kukosa kuelewa yale ambayo yalikuwa yanapaswa kufanyika. Wapendwa, miongoni mwa mambo ambayo lazima uyashughulikie kibinafsi ni kuhakikisha ya kwamba hautoki nje ya mstari wa lile wazo la Mungu. Hautoki nje ya mstari wa ule muda wa Mungu pia kwenye maisha yako, kwa sababu kila jambo lina wakati na majira yake. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ndipo mtumishi wa Mungu baada ya wakati huu wazo limemjia. Nafikiria Roho wa Bwana aliangalia kwenye ratiba, akaangalia kwenye mpango wa Mungu, akaona ili kusudi la Bwana linachelewa, akaiamsha roho ya Elisha. Anamwambia Elisha, sikiliza, mchukue kijana, kimbia akamtie mafuta huyu mtu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna kusudi, tayari kuna unabii ambao umo ndani yake, lazima utimie. Haleluya, haleluya. Na angalia, anampa angalizo, anamwambia sikiliza, hakikisha hii ni assignment ya kukimbia. It is not walking. So ya kujisikia vile unatembea kama vile unaenda. No, anamwambia kimbia. Na sio tu kimbia, anamwambia utakapofika mvute kwenye chumba cha ndani, mimina mafuta, mwambie hivi ndivyo asemavyo Bwana, ya kwamba umetiwa mafuta kuwa mfalme katika taifa la Israeli, na unaenda kujilipiza kisasi. Anampa assignment, alafu anachomoka mwendo kwa sababu unabii ulikuwa umechelewa. Bwana tukuzwe. Wana wa Mungu, mimi ninachokiona hapa jioni, asubuhi ya leo, mimi naona watu ambao waliobeba kusudi, watu ambao wamebeba unabii, na kutokea hapa Bwana anakupa mwendo usio wa kawaida. You are running with the purpose. Hallelujah, hallelujah. You are going to run the way you have ever run. Okay. Hallelujah. Akamwambia kimbia, kimbia, kimbia. Sasa wale jamaa wanamwangalia, wanasema huyo mwenda wazimu ni nini ameleta hapa? Ni taarifa gani ameleta? Akamwambia nyie mnamuona kama ni mwenda wazimu, kuna wakati haitajalisha wewe unaonekanaje, cha msingi kimbia na kusudi. It's not how you look like. Sio vile utaonekana, kwa sababu kuonekana kama chizi haikuepeki. Saa ile assignment imefikia. Alikuwa anafundisha mtumishi wa Mungu, akasema wakati wa chumba cha kujifungulia hakunaga ustaarabu kusema ya kwamba watu wanakuwa na wakati wa kujipaka makeup, mascara, foundation, sema foundation, mascara alafu wanakuja wanachapia nini, naitwa nini, makeup. Huko hakunaga hiyo baba, huko hakunaga hiyo. Ukifika huo wakati hauna utaratibu. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi ninaomba katika jina la Bwana, kwa maneno haya tu machache, Bwana aachilie ule unabii ambao umechelewa kwenye maisha ya mtu, na lile shauri la Bwana likusukume katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana kutaharakishe kama alivyomtaharakisha Samson, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwenye kila nyanja ya ulikoitiwa. Haleluya. Sasa twende kwenye vizuizi ambavyo vinaweza vikazuia kuacha roho ambazo tumezizungumza, roho ya kucheleweshwa, roho nyingine ambazo ni nguvu za giza na mambo yanayofanana na haya. Bwana tusaidie sana. Bado yapo mambo mengine ambayo yanaweza kuwa kizuizi. So, naomba twende kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili mlango ule wa tisa kuanzia mstari ule wa 12. Naomba tunaweza kusoma Wakorintho wa pili mlango ule wa 9 kuanzia mstari wa 12 tuende mstari wa 13. 12 na 13 naomba tutasoma. Let's move there. Tumefika? Naomba tusome. Maana
utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tafadhali naomba urudi pale juu, naomba tuanzie hapo, naomba tuanzie hapa juu kwenye mstari wa 10. Bwana atusaidie sana. Kwa nini nataka tuanzie mstari wa 10? Kwa sababu nataka upate hichi kitu kikiwa kimekamilika. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Yeye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote. Mzee Laso, unaweza ukawasha taa. Mkitajirishwa kwa vitu vyote, mpate na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Anaendelea, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri Injili ya Kristo, na kwa ajili ya ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Sasa naomba usikilize wazo la kwanza ambalo Mungu anampatia mtu, na unaweza ukaona Paulo alikuwa anafafanusha mambo yafuatayo. Anaongelea kwa habari ya nguvu ambayo imo ndani ya yule anayepanda. Ukianza kuanzia kule nyuma, unaweza ukaona anasema kuanzia yule anayepanda. Anayepanda humpatia mbegu, lakini pia humpatia mkate. Ndani ya kila mbegu kuna mkate. Na ndani ya kila mkate kuna mbegu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao hawaelewi ya kwamba ndani ya kila mkate ambao Mungu anakupa, kwenye ile sala ambayo Yesu alitufundisha, akasema mnaposali salini ya kwamba utupatie leo mkate wetu wa kila siku. Katika yale maombi ya utupatie mkate, utupatie riziki, ndani ya hiyo riziki pia kuna mbegu ambayo inakupa wewe kuwa mtu endelevu mwenye utele. Bwana asifiwe. Sema mwenye utele. Kwa sababu kwenye hekima ya Mungu ndani yake anatamani tutembee katika utele, lakini ule utele utategemea na namna ambavyo tunaitumia hekima ya kuenda katika upandaji. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu anaweza akapewa mkate akala pamoja na mbegu. Bwana asifiwe sana. Hata katika, sio swala tu la sadaka, lakini ni swala pia hata la muda, ni swala pia la kila eneo la maisha yako. Kwenye kila alichokupa Mungu ndani yake kuna mbegu. Ile mbegu ni ili kukuwezesha uendelee kuishi kwenye utele wa baraka zake Mungu. Bwana asifiwe. Lakini amesema anampatia, kwa hiyo Mungu ndiye anayekupa. Lakini ameendelea mbele akisema tukitajirishwa katika vitu vyote ili tupate kuwa na ukarimu wote. Maana yake kutembea katika utajiri wote wa vitu vya rohoni na wa vitu vya mwilini vinavyoshikika ni shauri la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Kutembea katika utele, kutembea katika utajiri wote wa kiungu ni baraka ambayo Mungu ameweka juu ya watoto wake. Bwana asifiwe sana. Lengo ni nini? Amesema tukitajirishwa katika vitu vyote, katika ukarimu wote, lakini pia tumpatie Mungu shukrani kwa kazi zetu. Bwana asifiwe sana. Hiyo inaitwa power of thanksgiving, nguvu ya shukrani. Bwana asifiwe sana. Miongoni mwa vizuizi
ambavyo vinaweza vikamfanya Mungu asiwe halisi kwako ni kushindwa kuwa mtu wa shukrani. Bwana asifiwe sana. Naomba unisaidie kuelewa tena asubuhi ya leo, kizuizi hiki ni miongoni mwa vizuizi vibovu kuliko vizuizi vingine, kukosa kuwa mtu wa shukrani. Bwana atusaidie sana. Ukiona mtu amekosa moyo wa shukrani, mtu huyo atakuwa ni mtu anayeishi maisha ya malalamiko, maisha ya manunguniko. Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni nini? Ni mapenzi ya Mungu. Moyo wa shukrani hufungua mlango wa kuongezewa. Moyo wa shukrani hufungua mlango wa wewe kupiganiwa zaidi. Moyo wa shukrani hufungua mlango wa wewe kutetewa kwenye vita ambavyo ulikuwa unavipitia. Lakini kukosa kuwa watu wa shukrani kunafungua mlango wa adui kuendelea kukutesa. Bwana tusaidie sana. Sema moyo wa shukrani. Naomba nikuambie, kuna watu ukiwa wakiwa watoto wadogo wamekuwa watu wa malalamiko, mpaka anakuwa mzee bado ni mtu wa malalamiko. Mungu atusaidie sana. Yaani bado zile tabia za utotoni mpaka sasa hivi bado hujaziacha. Wanasema sisi kwenye familia yetu mdogo wangu ndo alikuwa anapendelewa sana. Yeye alikuwa anapewa nyama nyingi, mimi nilikuwa na nyimo. Kwa mpaka huku uzeeni bado unakumbuka manyanyaso ya kupewa nyama ndogo kuliko yule mwingine. Ukikosa kuwa mtu wa shukrani, unapofushwa macho kuona uzuri wa kesho yako. Bwana asifiwe. Yeyote ambaye anashindwa kuwa mtu wa kushukuru anakuwa kipofu wa fursa ambazo Mungu anamfungulia. Rudia nilichosema. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kuwa mtu wa shukrani kunakupa neema ya kuona zaidi. Haleluya. Na mstari ule 12, maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu. Yaani naomba huu mstari wa 12 uweke alama. Bwana atukuzwe. Tusome kwa pamoja. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu. Sema tu. Bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Amezungumza mambo mawili hapa. Anazungumza ya kwamba kwenye wito na kwenye kusudi na kwenye yale maisha ambayo Mungu amekuitia, jambo la kwanza, kuna utoshelevu wa maisha yako. Haleluya. Bwana atukuzwe. Amesema mahali pengine Paulo, asema kwa maana Mungu sio dhalimu hata aisahau kazi ya mikono yenu. Kuna watu wana lugha moja hivi ambayo imezoeleka, sifanyi kazi ya kanisa. Mmeshasikia? Wewe mimi sifanyi kazi ya kanisa. Mimi sifanyi kazi ya kanisa. Wanafikiria kazi ya kanisa ni kazi ambayo watu hawalipwi. Kazi ya Mungu ni kazi ambayo tunalipwa. Bwana asifiwe sana. Na hatulipwi kidogo, tunalipwa sana, na malipo yetu sio sadaka. Halo. Jina la Bwana libarikiwe. Nisaidie kuelewa asubuhi ya leo, hatujachagua wito kwa sababu ya sadaka. Tumechagua wito kwa sababu ya yule tuliyechagua kumtumikia, namba moja. Kwa sababu yeye ndani yake anayo baraka ambayo wanadamu hawana. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe sana. Naomba uelewe jambo hili. Sio sadaka inayomfanya mtu kuwa tajiri, ni baraka ya Mungu utajirisha. Sema baraka ya Mungu. Ufanya nini? Ufanya nini? Kwa hiyo ndani ya utumishi aliyokuitia Mungu, ndani yake kuna baraka ya Mungu. Na baraka ya Mungu inatajirisha. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema baraka ya Mungu utajirisha na wala haichanganyi na huzuni ndani yake. Haleluya. Kwa hiyo ndani ya wito wako kuna baraka ya Mungu, na hii baraka ya Mungu inayatimizia mahitaji yako. Haleluya.
kuna watu wanasema, mchungaji, unawezaje kusema ya kwamba mimi namtumikia Mungu, mbona hela ya kodi ya nyumba naikosa? Swali ni hili, umeacha vyote? Petro akamjia Yesu, hii akaunti imeandikwa kwenye vitabu kama viwili. Akamwambia Yesu, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini kwako? Yesu akamjibuje? Ukisoma akaunti ya kwanza anasema aliyeacha vyote atapewa mara 100. Lakini kwenye akaunti nyingine anauliza swali tena Yesu, ya kwamba ni ukweli mmeacha vyote? Bwana asifiwe sana. Anauliza, ni ukweli mmeacha vyote? Ni wote wameacha vyote? Kwa sababu ikiwa utaacha vyote, anasema utapata mara 100. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tukiwa wakweli katika kuacha vyote ambavyo tunapaswa kuviacha, kuna neema ya kupewa mara 100 katika kile ambacho tunakihitaji. Haleluya. Ilikuwa namsikia mchungaji mmoja alikuwa anazungumza wiki ile iliyopita, akasema Mungu alimwambia ya kwamba nipatie ninachokipenda, nitakupa unachokitaka. Alo, Bwana asifiwe. Nipatie ninachokipenda, nitakupa unachokitaka. Maana yake Mungu sio Mungu ambaye anataka tu anataka kuwa bankrupt, yani wewe unaenda una withdraw tu, unatoa tu vitu kutoka kwake. Hapana, anataka tumpe kwa ishara ya kumuonyesha upendo, ili na yeye atupatie kwa kutuonyesha anatujali. Bwana asifiwe sana. Nipe ninachokipenda, nitakupa unachokitaka. Anasema aliposikia sauti ile alijua Mungu anachokipenda ni nasi. Anasema alianza kuhubiria watu ndani ya siku 3, mlango wa kile alichokuwa anakihitaji ulikuwa umefunguka. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Anasema ikiwa tutaitikia wito wa kile ambacho Mungu anataka tukifanye, automatically ataanza kuyashughulikia yale mambo ambayo kwenye maisha yetu yanaitwa masumbufu, cares. Bwana atukuzwe. Haleluya. Kwa sababu ya muda wetu tuendelee. Kwa hiyo amesema pale, anasema ya kwamba maana utumishi huu wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa. Naomba uwe mwaminifu kwa Mungu, utaona riziki zako zikiwa zimetimilizwa. Anasema bali huzidi sana na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kutii kwako kuna wafanya wale wanaonufaika na utii wako wamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Haleluya. Kuna watu wanalalamika kwa sababu ya watu wanaoishi duniani, lakini kuna watu wanaomshukuru Mungu kwa sababu ya watu wanaoishi duniani. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaolalamika kwa sababu ya watu wanaoishi wapi? Na kuna watu wanaomshukuru Mungu kwa sababu ya watu wanaoishi duniani. Wewe uko kwenye kundi gani? Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ushapata watu wanasema, yaani huyu mtu bora hata asingezaliwa. Yaani tabia zake zinaogopesha. Yaani maisha yake yanatisha. Huyu mtu bora hata asingekuwepo kabisa. Huyu mtu hafai kwenye jamii. Lakini kuna watu wanasema bora ulizaliwa. Namkumbuka wakati Yesu wakamwambia wale wa mama, wakamwambia heri maziwa yaliyokunyonyesha wewe. Alo? Wakamwambia limebarikiwa tumbo lililokubeba wewe. Kwa nini? Alionekana kuwa faida kwenye kizazi chake alichokiishi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Alikubali ule wito, alikubali yale mawazo ya kile ambacho Mungu alimwitia kukifanya. Asubuhi ya leo, hebu kubaliana na wazo la Mungu kwenye kila eneo. Sema amina. Lakini naomba niseme jambo hapa. Amesema utii wenu utakapokuwa umethibitika. And now let me talk here a little bit. Vizuizi ambavyo vinaitwa vizuizi vya Mungu kuwa halisi kwako, miongoni mwa vizuizi ni kukosa kuwa watii. Bwana atusaidie sana. Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. Naomba mnisikilize. Naomba kuwe na utulivu. Wakati wowote Mungu anapotaka kujifunua kwako,
hajifunui kwa namna unayojua, huwa anajifunua kwa namna yake. Bwana asifiwe sana. Mungu anapotaka kukuokoa kutoka kwenye mtego wa adui, anakuokoa kwa njia yake. Bwana asifiwe sana. Wakati fulani wana wa Israeli wakawa wamezungukwa na maadui. Mfalme Yehoshafati akamwendea Bwana, akamwambia, Bwana, tunafanyaje? Mungu akamwambia, andaa waimbaji watangulie mbele, alafu wataenda mbele wamfanyie Bwana shangwe, alafu mimi naingilia hapo. Wakati mwingine akamwambia, nenda kule mabondeni, chimba mahandaki, chimba mashimo, haitanyesha mvua, hakutasikika cha mvua wala mawingu, wala hakutakuwa na dalili yote ya mvua, lakini kutajaa maji. Bwana asifiwe sana. Kwenye hekima ya kibinadamu yale mambo hayakuwa yanaeleweka, na mara nyingi Mungu anapotaka kukusaidia mawazo yake hayaelewekaji kwenye akili yako. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi tunataka tumwelewe Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana asifiwe sana. Tunasahau kuna ule wimbo unaimba, na kumbe wewe hauchunguziki, haufananishi, lakini anafanana na sisi. Nikuja kugundua Mungu si alisema kwa mfano wetu, kwa hiyo tunafanana na nani? Kwa hiyo nyimbo tusiimbe. Bwana asifiwe. Halo. Kuna namna mawazo ya Mungu hayaendani kabisa na mawazo yako, wakati anapoongea kitu tofauti na matarajio yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ndio maana Mungu anachokitaka cha kwanza ni mawazo yako yageuzwe yaweze kuendana na lile kusudi la Mungu. Haleluya. Kwa sababu anamwambia, anasema kule, anasema kwa maana mawazo yangu yako juu na njia zangu ziko juu kuliko njia zenu. Asema Bwana, maana yake ni lazima, ikiwa tunataka kutembea na Mungu, lazima tuelewe ya kwamba mawazo yake yako juu, ya kwamba njia zake ziko juu. Hata kama mawazo yako yanaweza kuwa mazuri, hayawezi kufikia hata robo ya mawazo yaliyonayo Mungu. Amesema mahali pengine, yale mambo ambayo macho yetu hayajaona, yale mambo ambayo hayajaingia hata kwenye moyo wa wanadamu, hayo ndio mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao. Many times, mara nyingi tunataka kupokea second hand, tunataka kupokea ile mawazo ya pili, kwa sababu tumeyaona kwa nani? Kwa fulani. Tumeyaona kwa nani? Kwa fulani. Hatujui ya kwamba aliyoyaandaa Mungu hayajaonekana kwa mtu yeyote. Haleluya. Sema na yakubali mawazo ya Mungu. Sema na yakubali mawazo ya Mungu. Sasa ili kuonyesha ya kwamba umeyakubali mawazo ya Mungu, lazima uishi kwenye maisha ya utii. Bwana atukuzwe. Anasema utii wenu, amekazia kwenye eneo la utii, kwa sababu ni rahisi tukashindana sana na Mungu wakati tunapokuwa hatumwelewi. Bwana atukuzwe. Please, naomba tusome mahali fulani hapa tena, tutarudi pale juu, tutarudi pale tena. Warumi mlango wa 6 tafadhali. Warumi mlango wa 6, ninaomba tusome kuanzia mstari ule wa 16. Naomba tusome 6:16 tafadhali. Nisaidie kusoma. Nisaidie kusoma, mtumishi wa Mungu. Warumi 6:16. Alafu tutasoma tena na mstari mwingine hapo. Warumi 6 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema hivi, na katika jina la Yesu nasoma. Amen. Hamjui ya kuwa kwake yeye mnajitoa nafsi zenu. Narudia. Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti,
au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Tunaelewana? Ninyi watu tunaelewana? Tunaelewana? Sasa naomba ushike hili. Paulo anaainisha ya kwamba utii ni miongoni mwa nguzo ambazo zinaweza zikakuletea haki au zikakuletea laana. Bwana tusaidie sana. Anasema kwani hamjui yule ambaye ninyi mnamtii ni kwamba mmejitiisha chini ya utawala wake. And now listen to me. Kanisa la Mungu nyakati za leo, na hii jambo Roho Bwana analishughulikia hata hapa kanisani kwetu, miongoni mwa watu ambao wana uzito wa kutii ni wale watu ambao wamebeba mashindano ndani yao. Bwana asifiwe sana. Na utawaona ndani, yaani unamwambia mtu chukua fagio, fagia hapa. Kwani umenionaje? Kwani wewe umenionaje? Atakuja mwingine atafagia. Fanya kitu fulani, kabla atekeleze ndani ameshakuwa na majibu zaidi ya 5. Mungu atusaidie sana. Naomba niseme jambo hili. Kukosa kuwa mtii ni kumwalika shetani kwenye maisha yako, kwa sababu ni wewe unajitiisha chini ya bwana mwingine. Mungu asifiwe sana. Naomba nikuambie, maelekezo yoyote ambayo Mungu anakupa kwenye maisha yako ukaacha kuyatii, hata kama ni maelekezo mepesi, yale marahisi kabisa, ukaacha kuyatii, unamzuia Mungu kuwa halisi kwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu yeyote ambaye moyo wake unakuwa na uzito kwenye kutii agizo lolote ambalo Mungu anakupa na ukasikia hili nimeambiwa kulifanya, unamwalika shetani na utawala wake. Bwana asifiwe sana. Sio mimi nimesema, ni andiko limesema ya kwamba yule ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake. Maana yake sisi ambao tunakubali kumtii Mungu, na kumtii Mungu hauwezi ukasema unamtii Mungu halafu kiongozi wako haumtii. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anasema unawezaje kusema unampenda Mungu usiyemwona na wakati yule ambaye unamuona hauwezi kumpenda? Bwana asifiwe sana. Utii wa kwako unaosema mimi namtii Mungu, mimi namtii Mungu, mimi namuelewa sana Mungu, cha kwanza unatakiwa kwanza kutii kiongozi anayekuongoza. Hata kama maelekezo anayokupa ni maelekezo yanayoonekana ni maelekezo dhaifu. Bwana asifiwe sana. Niliwapa ushuhuda mmoja wa mchungaji mmoja alienda chuo cha Biblia. Akafika chuo cha Biblia, ameenda na koti lake na kola. Akafika mlangoni akapokelewa. Ambia karibu sana. Akasema mimi naitwa mtumishi, mchungaji, mnajua yale majina yanayoambatana na haya. Wakawa wanamwangalia, akasema yes of course, karibu sana. Akaingia, akawa anajitambulisha, wakasema hamna shida, umeingia hapa na tunaomba tukupe tu taarifa ya habari. Taarifa kwa ufupi. Sema taarifa kwa ufupi. Hapa naitwa shule. Sema shule. Kwa hiyo maswala ya vyeo vyako vyote achia kule mahali ulitokea pale getini. Ukishafika ukiingia humu ndani, wewe ni mwanafunzi. Bwana asifiwe sana. Hakuelewa somo. Ameingia tu, hajakaa siku ya kwanza, kesho yake akaambiwa, sio ilikuwa ni kesho yake, sio hata ilikuwa ni siku ile ile, akaambiwa sasa zamu ya wiki hii ya kudeki chooni itakuwa ya kwako. Wewe ndiye utadeki chooni wiki hii nzima, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Akamwangalia yule, akamwambia, kwani ukusikia nilivyojitambulisha? Nilisema ya kwamba mimi ninaitwa mtumishi mchungaji. Kwa hiyo hizo ni kazi za wale watu wengine. Mimi mnanipaje? Wakamwambia hakuna cha uchungaji, hakuna cha nini, utadeki chooni wiki nzima. Akasema hamnifahamu mimi ni mpako wa mafuta wa Bwana. Hamnifahamu mimi ni mpako wa mafuta wa Bwana. Nitaingia, nitafunga na kuomba muone nguvu za Bwana mzirisho. Akamwambia hakuna cha kufunga wala nini. Funga, ukimaliza utafungua, lakini utadeki chooni.
Bwana asifiwe. Kwa nini? Mungu alikuwa anatengeneza moyo wake utoke kwenye levo ya kiburi ushuke kwenye levo ya kufanya mambo ya kawaida ya kudeki hata chooni. Bwana asifiwe sana. Lakini akasema kama ni hivi, naacha na hiki chuo, naondoka, narudi zangu kwenye kazi ya Bwana, hata nikafanya, siwezi kuja kupoteza muda hapa kuja kudeki. Mungu akitaka kukunoa atakupitisha kwenye mambo ambayo hata wewe uyapendi. Bwana asifiwe sana. Usiku ameenda kulala, akaona yule mtu alikuwa amempangia zamu ya kwenda chooni, kufanya usafi chooni. Akamwona ni mtu ambaye kwenye ulimwengu wa roho ni mtu ambaye Mungu ni chombo cha Mungu. Biblia inasema chuma unoa nini? Sema kwa sauti. Chuma unoa chuma. Akaliona ni giant katika roho ambalo likimgonga hivi linang'oa mapembe mabovu, linaondoa tabia mbaya, linaondoa vitu vichafu. Akaona linawatengeneza, yaani ile ni mashine linatengeneza watu wanakuwa watu sawa sawa. Akasema kumbe Mungu unanipenda, ndio maana akasema tu nikanyenyekea, nikaenda tu nikaanza kufanya usafi. Kumbe wakati anafanya kuna vitu vinaondolewa ndani yake. Kwenye kila utii kuna kitu kinatoka ndani yako ambacho kinakuzuia wewe kumwona Mungu. Haleluya. Kuna watu tabia zao, kuna watu kwenye mawazo yao yamebeba vitu ambavyo Mungu hawezi kutembea nao mpaka wameviweka chini. Wana sasa. Amen. Kuna watu tabia walizonazo, mazoea walionao, wengine ni vile vitu wamelelewa navyo kwenye familia zao. Wana wasifiwe. Ambavyo Mungu akitembea na wewe anaona hivi vitakuwa vizuizi vya kumzuia, anaving'oa, na wakati anapoving'oa watu hawapendelei. Anasema mimi naonewa, mimi tu ndo nachukiwa. Mimi sipendwi. Sio kwamba upendwi, anayependwa anaumizwa zaidi. Nilikuwa naangalia wakati tunasoma shule ya msingi, kuna mtoto wa mwalimu mmoja alikuwa anakula viboko. Haisi, alikuwa anapigwa sana. Alikuwa anatangulizwa mbele kama sadaka ya kuteketezwa. Ananyukwa, anambia mimi siwezi kuwa baba yako, niko hapa shule na wafundisha watoto, hafu wewe unakuja unafeli. Tandika, pigwa, anatandikwa sawa sawa. My friend, kuliko ufanywe mfano kwa watu wengine. Yaani bora tu ujitangulize peke yako. Bwana asifiwe. Sema nitatii kwa hiari yangu, nitajinyenyekeza. Biblia inasema nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Haleluya. Kitabu cha Warumi sura ya 16 mstari wa 19, na kazia hapo mstari wa kwanza huo wa 19, huo mstari mmoja peke yake. Biblia inasema maana utii wenu umewafikiria watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Paulo anawaandikia Warumi, anawaambia taarifa zenu zinasikika, habari zenu zinasikika, namna ambavyo mmekuwa watii. Halo? Taarifa zako, mwambie jirani yako, taarifa zako zinasikika bwana. Zinasikika mpaka mbinguni. Nisaidie kumwambia mtu, simwambie malaika. Bwana asifiwe. Mwambie taarifa zako zinasikika. Namna ya ujeuri ulionao kwenye moyo wako zinasikika. Namna ya ujeuri ulionao kwenye moyo wako unajulikana mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Na namna ya utii wako pia unasikika hata katika kiti cha enzi cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Halo. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Paulo anawaambia taarifa zenu zinajulikana, zinasikika, kwa sababu utii wenu. Wapendwa, utii una faida. Utii una faida. Na ikiwa utaishi katika maisha ya utii, hautakuwa unatembea kwenye makwazo. Bwana asifiwe sana. Nasema hivi, watu wanaotembea kwenye utii ni watu wanaokwepa maumivu. Bwana asifiwe. Rudia nilichosema.
Miongoni mwa dhambi ambazo Mungu huwa anashindanaga nazo mwenyewe ni dhambi ya kutokutii. Kwa sababu dhambi ya kutokutii inatafsiriwa kama dhambi ya kiburi. Kwa maana Mungu huwapinga wenye nini? Bali huwapa neema watu gani? Maana yake mtu anayetembea kwenye utii ni mtu anayeongezewa neema kila wakati. Bwana asifiwe. Ni wazo gani? Ni nini ambacho Mungu anakuambia, lakini moyo wako ni maelekezo gani ambayo unapokea kutoka kwenye kiongozi wako? Bwana tusaidie sana. Nikawa ninaona kwenye kizazi, sema kwenye kizazi, hekima kama ile ya Suleiman. Nikaona kwenye kizazi aina ya watu ambao wamefika kwenye kiwango fulani hawahitaji kuambiwa tena. Kiongozi wa maombi anasimama anasema, sasa tusimame, ni wakati wetu wa sisi kwenda kuomba. Yeye anaanza kuabudu. Unastahili kuabudu. Wenzake wanaomba, yeye anafanya nini? Wakati wenzake wanaabudu, yeye ndo ameingia rohoni. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Anapiga fire, sema fire. Ili watu wasikie ya kwamba yeye yuko kwenye level fulani. Kwamba yeye hataki kutembea kwenye uongozi ambao wengine wanatembea. Yeye anatembea kwenye anga zake. Kwa nini? Bwana alimuonyesha. Sema Bwana alinionyesha. Hallelujah. Hallelujah. Bwana alifanya nini? Bwana aliniita kwenye kikao. Huwa tunaongeanga Bwana mimi na Bwana ana kwa ana. Kwa hiyo siwezi kuongea na watu wa kawaida. Ukiwa na hizo tabia, Mungu atakufundisha kwa njia ngumu sana. Atagonga hiyo kichwa yako na maumivu mpaka ushike akili. Bwana asiwe sana. My friend, hata kama Mungu kuna vitu amekufunulia, utii ni lazima. Bwana asiwe sana. Hata kama kuna vitu ambavyo wewe ukivifanya vinaonekana, ukitoka kule nje sauti yako inatikisa. Hallelujah, hallelujah. Ukienda sokoni mapepo yanatikizwa kule sokoni. Halo? Sauti ya radi. Sema sauti ya radi. Na wajua hapa kuna vijana wakiingia sokoni kule kuna waka. Sema sauti ya upako. Pamoja na moto wako ambao unauwasha kule sokoni na watu wanafunguliwa, watu wanaokoka, kuishi maisha ya utii ni lazima. Kwa sababu upako na ukorofi haviendani pamoja. Upako na kiburi haviendi pamoja. Niweza kimoja kibaki, kingine kiondoke. Bwana asiwe sana. Alo? Maisha ya utii ni tabia ambayo lazima ujijengee wewe kama mtoto wa Mungu. Haleluya. Hata kama wewe unajihisi, kuna wakati kweli unaweza ukajihisi ya kwamba unaona kuna kabaraka kamekuja. Sema kabaraka. Haleluya. Sema baraka. Zimeanza kunukia nukia. Unaanza kuishi ni kama vile kuna utofauti kati yako na watu wengine. Bwana asiwe sana. Ukitaka umaintain hali ya neema na baraka kwenye maisha yako, hakikisha utii wako unakuwa mkubwa kuliko kule mahali umetokea. Bwana asiwe sana. Viwango vyako vya utii vitaamua viwango vyako vya kuinuliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumesikia watu wa Mungu. Hata kama ni maelekezo yoyote ambayo umeyapokea kutoka kwa kiongozi yoyote anamwakilisha Mungu. I was talking some days back. Nilikuwa naongea na mtu mmoja siku moja. Sio siku nyingi sana. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, akaniambia, unajua mchungaji, mimi nilikuwa ninataka kumuuliza Mungu. Nikamwambia, unataka kumuuliza Mungu nini? Akasema, mimi kuna vitu nataka kumuuliza Mungu. Sema nataka kumuuliza Mungu. Kumuuliza Mungu. Nikamwambia, ni maelezo gani nataka kumuuliza Mungu? Akasema kila alichokuwa ananiambia ni maelekezo ambayo alikuwa ameshapewa kutoka kwa kiongozi wake. Bwana asifiwe sana. Mungu anamwambia, mchungaji anamwambia kafanye jukumu hili. Anasema nataka nikamuulize Bwana. Bwana ameshaongea kwa kupitia mchungaji wake.
amemwambia nenda kafanye jukumu fulani, kwa sababu huo ndio wakati, nenda kafanye. Bwana asifiwe sana. Sasa yule mtu akawa ananiambia, nikamwambia kuna vitu Mungu atakuongelesha, lakini kuna vitu ambavyo tayari vimeshawekwa ndani ya uwezo wako hata kusemesha. Akisema, lakini mchungaji, mimi sina udhibitisho, Mungu mimi sijasikia. Lakini nikamwambia, si ulisikia maelekezo? Bwana asifiwe sana. Kuna namna ambavyo Mungu akitaka kukuelekeza, si ameshasema kule kwenye 32 Zaburi ya kwamba kuna maelekezo ya Mungu moja kwa moja, viwango karibia vitatu vya maelekezo. Maelekezo ya kwanza ni ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu, lakini maelekezo ya pili ni kutoka kwa yule ambaye Mungu amemweka mbele yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Akawa ananiambia, lakini kile ninachokifanya sio cha kwangu, mimi tunafanya kitu hiki cha mtu mwingine. Nikamwambia, hapana, sio cha mtu mwingine. Kwa kuwa ni wewe umepewa hili jukumu, nenda kalifanye kama wewe. Sema kama wewe. Kwa sababu wewe ndio umepewa maelekezo, nenda kalifanye kama wewe. Akawa ananiambia, lakini sasa. Nikamwambia, hizi lakini unazoniambia zinaonyesha moyo wako hauna utayari kwenye kile ambacho Mungu anakuagiza ukifanye. Bwana asifiwe sana. Naomba nikuambie, kila utii umebeba neema na baraka ya matokeo kwenye kile ambacho unaagizwa kukifanya. Bwana asifiwe sana. Vijana mnanisikia? Kina baba mnanisikia? Kina mama mnanisikia? Bwana asifiwe. Ukitaka uepuke maumivu mengi, kuwa mtu wa utii. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sema, utii wenu umewafikiria watu wote. Hata kwa yale maelekezo rahisi ambayo unaambiwa, yana uwezo wa kufungua baraka nyingi kwenye maisha yako. Ukitaka Mungu akuepushe na maumivu yasiyo ya lazima, kubali kuwa mtii. Bwana asifiwe sana. Viongozi wa idara, najua hapa kuna viongozi wa idara wanawaambia mambo, na kuna watu kabisa mioyo yao ina ukorofi wa kuzaliwa. Sema ukorofi wa kuzaliwa. Yaani kabisa unaona mtu ataniambia nini huyu? Na hasa kwanza sisi vijana wachungaji vijana. Yaani kwa sababu ya neema tu ya Kristo inawafanyaga tu watu wasijibu moja kwa moja, lakini wanajibia ndani. Bwana asifiwe. Kama hizo tabia ziko ndani yako, zivue leo. Na kusaidia, kwa sababu maumivu yatafuata baada ya kutokutii kwako. Hakuna kutokutii ambako kunaenda na baraka. Biblia inasema hivi, wakati Sauli alipopewa jukumu la kwenda kuwaangamiza watu gani? Waamaleki. Biblia inasema akaenda akaangalia, akasema nimeona kuna kondoo zimenona, kuna wanyama, akasema nimemwachia Bwana kwa ajili ya sadaka. Anarudi anaambiwa, umetekeleza ulichoambiwa? Akasema, kiukweli nimetekeleza. Akaulizwa, kiukweli umefanya ulichoambiwa ufanye? Akasema, hakika nimefanya. Akaulizwa, na hizo sauti tunazisikia za makondoo ni za nini? Akasema, nimeamua kumtengenezea Bwana sadaka. Sema sadaka. Sema kama mhubiri, sadaka. Lakini pia nimeamua kumwacha mfalme hai. Sema mfalme. Mungu akamwangalia akaona, huyu jamaa nimempa maelekezo, alafu kwenye yale maelekezo ameenda kukaa kikao, akaanza kutengeneza maelekezo mengine. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao kwenye tabia ya utii, ukitaka kujua huyu mtu ni mtu mwenye utii, hanaga mjadala wa yale maelekezo. Napendaga kuna neno mzee wangu Erasto huwa analisemaga mara nyingi. Kuna wakati tulikuwa tunazungumza, anasema, mchungaji, ile umesema ni agizo, halihitaji mjadala. Lakini kuna mambo ambayo yanaongelewa, tukisema tunaongea ni masuala ya maongezi, ni masuala ambayo yanahitaji kutoa mawazo, yanahitaji lakini kuna maagizo yanayotolewa hayahitajiki kikao, hayahitajiki upalia hapo. Sema kupalia.
Punga mkono wako asubuhi ya leo. Kanisa, punga mkono wako kama una amani katika Kristo Yesu. Kuna maelekezo ukipewa unatakiwa uyapeleke vile yalivyo, ukayatekeleze. Napenda baba yetu Bishop Wawire wakati fulani alikuwa anasema mimi Bishop Thomas ambaye ni baba yake wa kiroho, anasema mimi Bishop Thomas akiniagiza jambo sifikiriagi. Na wazee wengine humu na watu wengine hukuwa mnaniambiaga, wewe Bishop uwaga ufikiriagi. Na wauliza, kama baba yangu amefikiria akanipa maelekezo, nina haja gani ya kukaa kuanza kufikiria kilichofikiriwa? Sema matumizi mabaya ya kufikiria. Yaani unataka na wewe uonekane una sehemu yako hapo, una mchango wa kufikiria. Kuna mawazo ambayo hayahitaji kuongezewa. Ukipewa maelekezo kayafanye kama yalivyo. Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Ukiishi kwenye maisha ya namna hiyo, kuna matokeo, kuna baraka za kutii hazitapishana na maisha yako. Kuna baraka za utii ambazo zitayaandama maisha yako na mpaka kwa watoto wako. Listen to me, ukiona vitu zako hazikutii, jiulize wewe unimtii. Kabla hujaanza kubetua watoto wako mateki na viboko, jiulize wewe kwanza kwenye maelekezo uliopewa na mchungaji wako umeatii. Haleluya. Bwana asifiwe. Watoto wangu, hawa watoto siku hizi hawasikii kabisa. Wewe unasikia? Sio kwa ubaya, ni kwa uzuri tu. Haleluya. Apandacho mtu umepanda nini? Ukipanda maharage usifikirie utavuna choroko, ni hayo utavuna. Ukipanda utii hata kwa kiongozi wako, vile vitu zako zitakutii wewe. Mtu yoyote anayemtii Mungu, vitu za Mungu zinamtii. Halo. Haleluya. Sema nikimtii Mungu, vitu vya Mungu vitaanza kunitii. Halo. Ukimtii Mungu, hata fedha za Mungu zitaanza kukutii. Ukimtii Mungu, hata afya ya kiungu itakuwa halisi kwako. Haleluya. Ukiacha kuwa mtii, mpaka mwili wako utaanza kuwa adui yako. You will be fought. Unapigwa hadi na mwili wako. Kuna ugonjwa fulani unaitwa ugonjwa wa mwili kujitafuna seli. Mwili unajishambulia wenyewe. Maana yake mwili unaanza kuhisi ni adui. Yaani seli zinaanza kujihisi hii seli nyingine ni adui yake, inaanza kuupiga. Kwa hiyo mwili unajishambulia. Wakati wowote mtu anapoacha kuwa mtii kwa Mungu, anaanza kushambuliwa hata na vitu zake mwenyewe. Bwana atusaidie sana. Kwa kuwa umewekwa kuwa mtawala, utawala wako hauwezi ukadhihirika kama wewe huishi kwenye maisha ya utii. Utii ni wa lazima. Utii sio agizo, utii sio mashauri, utii sio maombi, utii ni agizo. Bwana asifiwe. Sema utii ni agizo. Asubuhi ya leo nina kusihi, miongoni mwa mambo yatakayo kufanya utembee kwenye neema na utele, ishi kwenye maisha ya utii. Bwana asifiwe sana. Hata kama wakati mwingine unahisi unacheleweshwa, hata kama wakati mwingine unahisi. Nilikuwa namwangalia Sauli wakati fulani akataka kuandaa sadaka. Mnakumbuka hilo andiko? Biblia inasema Samueli akamwambia nitakuja ndani ya siku 7. Sema ndani ya siku 7. Sauli akavumilia siku ya kwanza. Sauli akavumilia siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6. Alipofika kwenye siku ya 7 ambayo amemwambia nitakuja ndani ya siku 7, siku ya 7 haijaisha, akasema huyu jamaa amenionaje mimi? Amechelewa siku zote hizi. Mimi nimekaa hapa mfalme mzima, Israeli watu wamenizunguka. Angalieni na maadui wale kule wanataka kuteremka watumalizie hapa. Na yeye amekaa hapa,
hataki atakuja. Siku ya ngapi? Mmekumbuka nilianza kusema mtu akikosa kuwa na moyo wa shukrani atakuwa na malalamiko. Huyu jamaa moyo wake ukaanza kulalamika na kuona ya kwamba Samueli amechelewa. Akasema, haya nileteni hiyo sadaka hapa, asifikirie kwamba mimi sina upako. Hata mimi na upako naweza nikashusha fire. Wakaleta sadaka. Akaweka, akakusanya, akawasha moto. Ile ameanza tu kuwasha moto, umeteketeza sadaka, ndio hiyo inateketea. Akashangaa majeshi na kamanda wa Bwana ameingia. Samueli ameingia. Samueli anamwangalia, anamwambia, umefanya nini? What have you done? Akamwambia, nimeona wewe umechelewa. Akamwambia, nilikuambia ndani ya siku 7. Ile siku ya 7 ilikuwa haijamalizika. Kuna watu leo hii siku ya baraka yako ndio siku unaharibu. Bwana asifiwe sana. Ile siku ndo mtu anasema, hii siku naenda kumfuata sasa huyu mrembo, naenda nimwambie mambo yangu. Ndio hiyo siku nasema, hii na hii wokovu yote hii nimetembea nayo kama nini, naonekana sionekani hivi, nitaenda niangukie kwa mwanaume yeyote. Na ndio siku hiyo Bwana alikuwa anakuletea mtu wake. Ile siku ndo baraka ya Bwana ilikuwa ndo ije hivi. Ndio siku nasema, na hili wokovu, ni naonekana mimi mjinga sana. Nimeonekana mjinga naweza hata nikajitetea nikajisaidia mimi mwenyewe. Na ndo siku hiyo baraka yako ilikuwa inafanya nini? Kukosa kuvumilia kuna uwezo wa kukufanya ukaharibu maisha yako na yakapoteza mwelekeo. Bwana asifiwe sana. Uvumilivu ni kitu cha muhimu. Uvumilivu ni tabia ambayo itakufanya uone Mungu kwa utimilifu wake. Bwana asifiwe. Alo, kanisa la Bwana, Bwana asifiwe. Usichoke kuvumilia. Wewe kuwa mtii, kwa sababu uvumilivu na utii vinaenda sambamba. Mungu hakawii wala Mungu hawai, anakuja kwa majira yake. Nasema Mungu hakawii, nasema Mungu hawai, anakuja kwa majira yake. Usichoke kuvumilia. Usichoke kuvumilia. Haleluya. Wewe endelea kutii tu. Jamaa ndo yamebaki masaa, na watu wengi huwa wanachokea wakati wa kumalizia. Mungu wetu asifiwe. Nasema Mungu wetu asifiwe. Watu wengi wanachoka. Ukiona vita, dalili mojawapo ya kujua umekaribia kwenye matokeo, angalia aina ya vita unavyokumbana navyo. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Wakati wote unapoona kumechachamaa, wakati unapoona kama umechanganyikiwa, huoni chochote, uwe na uhakika hiyo ni ishara ya kwamba mema yanakuja. Nasema mema yanakuja. Uambie moyo wako, sitakata tamaa, nitaendelea kuwa mtii, nitaendelea kuvumilia mpaka kile ambacho sijakiona nimekiona. Haleluya. Wakati Hana anaongea, wakati Hana anatukana, wakati Hana anamwambia, wewe kazi yako ni kula hapa tu na kwenda kujaza choo, ndo wakati ambapo Hana alikuwa anakaribia kwenye muujiza wake. Bwana asifiwe sana. Wakati Penina anaongea maneno mabovu, wakati Penina anaprovoke, wakati mwingine vita unavyokutana navyo vinamwamsha mtu wako wa ndani aliyelala. Am I speaking to someone? Wakati mwingine yale mambo unayokumbana nayo yanaiamsha potential iliyolala ndani yako, kwa sababu ule uwezo uliolala ndani yako hauwezi kuamshwa usipoingizwa kwenye mazingira ya kutibuliwa. So you must be released to uncomfortable season. Lazima uachiliwe kwenye eneo. Sio Biblia, wakati ambapo tai anapofundisha makinda yake kuruka, si mnajua anachokifanya? Anayabeba, anayapeleka juu, anayaachia. Yanatapatapa, yanaona sasa nakufa. Hapa naona mama yake ameingia hapo chini hivi, ameyachukua tena. Anamrudisha juu. Akimfikisha juu anamfanyaje? Anamwachilia. Anamtesa Anaromba
ana roho mbaya. Kuna watu hapa mnajua kulalamika, hata sipendwi, nalala, nimeonewa tu. Sio hivyo. Ni tai anafundishwa kupaa juu. Kuna tabia inaondoka ndani yako, unawekwa mahali ambapo unaweza ukajitegemea. Mimi nakwambia hakuna shujaa anayetengenezwa legelege. Nendeni kule jeshini muone. Hata wale warembo ninawajua walienda jeshi, niliona walipigwa kipara. Hautajua huyu ni wa kiume au ni wa kike. Wakikaa juani vyote vipara vinafanya nini? Vina shine. Solar system. Solar panel. Kule hakuna cha eti huyu ni dada, sije ni dada. Anapiga kualite mguu kwa hapa. Ili wangu juu. Pita kwenye matope, anagaragazwa kwenye mtaro. Kwa nini hawezi kuwa shujaa asipogaragazwa kwenye maumivu? Na komando yoyote lazima apitie kwenye vitu vya namna hiyo. Hata kwenye maisha ya roho hauwezi kuwa muokozi kwenye familia yenu. Sema muokozi. Wewe unafikiria familia yenu watu watajuaje umeokoka? Lazima ugaragazwe. Utasemwa. Na nimeokoka na hawajui kabisa kwamba nimeokoka. Wananisema namna hii, utasemwa my friend. Utasemwa. Watakusema mpaka ujulikane umesemwa. Haleluya. Wananichukia tu, ndio watakuchukia kwa sababu wewe Yesu alianza kuchukiwa yeye. Bwana asifiwe sana. Jipange kisaikolojia. Kabla ya kupendwa utachukiwa. Haleluya. Kabla ya kuheshimiwa lazima udharauliwe. Nasema kabla ya kuheshimiwa lazima udharauliwe. Na mtu aliyeponywa sana ni mtu aliyeumizwa sana. Mtu aliyeponywa sana ni mtu aliyeumizwa sana. Usisahau hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna faida za utii. Nimekuja kufundisha asubuhi ya leo kwa habari ya umuhimu wa kutii. Utii ni wa lazima, sio maombi. Hata yale maelekezo kidogo unayopewa, ukitaka umuone Mungu akikubariki. Wapendwa, kuna watu wanapita, shetani anawatesa kimakusudi. Sio kwa sababu wanafaa kuteswa, ni kwa sababu ya ukorofi wao. Yaani ukiwa mkorofi utakuwa unaumia sana. Utakuwa una machozi mengi, sio machozi ya kuhurumiwa na Mungu. Yatakuwa ni machozi kwa sababu ya kiburi. Mungu atusaidie sana. Hayo machozi hayanaga thawabu. Hayo machozi hayana nini? Kuna machozi yenye thawabu na kuna machozi yasiyo na nini? Na thawabu. Machozi yenye thawabu ni yale yaliyo na sababu. Lakini machozi ambayo hayana thawabu ni yale machozi ambayo unalia kwa sababu ya ujinga. Umeacha kutii ulichoambiwa kufanya, shetani anashikilia na kutesa, alafu unaanza kulia. Hapo Mungu hata kuhurumia, ni mpaka umeshika akili yako na ufahamu. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine Mungu hatuokoi kwa sababu tu ya fire. Wakati mwingine Mungu anatuokoa kwa sababu ya maarifa tunayopewa. Na maarifa ndio haya. Utii ni miongoni mwa nyenzo ambazo zitamfanya Mungu awe halisi sana kwenye maisha yako. Bwana Yesu atukuzwe. Usiache kutii hata kama unaona wakati mwingine haujisikii. Usiache kutii hata kama wakati mwingine moyo wako unakuwa na mashaka. Wakati mwingine usiulize maswali wakati unapotakiwa kufanya. Fanya, utaona matokeo ya kuambia ufanye. Kuna watu ambao walikuwa wanaambiwa kimbieni, kuna hatari inakuja. Mwingine anauliza hatari gani? Hatari gani? Anaambiwa kimbia, hatari gani? Kwa kuwa macho yake yalikuwa haioni hatari, yeye akataka aione kwanza ndio akimbie. Wakati mwingine we kimbia tu, utajua sababu. Bwana asifiwe sana. Ni bora utii kabla haujaona matokeo kuliko uache kutii ukisubiria uone matokeo ndio utii. Mungu wetu atusaidie sana. Mahali ulipo, wangapi mmenielewa nilichokifundisha? Nimefundisha kwa habari ya utii. Faida za utii ni Mungu kuwa halisi kwako. Hasara za kutii ni maumivu yasiyokoma. Biblia inasema adui hata mtesa wala mwana wa uovu hata muonea. Ukiona adui anakuonea na kukutesa, angalia maisha yako. Angalia mwenendo wako. Angalia maeneo ya ukorofi ambayo umekuwa nayo. Utajua kabisa ya kwamba yanatakiwa yafanywe marekebisho. Bwana Yesu atukuzwe. Jifunze kutii, utaziona baraka za Bwana.
Jifunze kutii, utauona utukufu wa Mungu. Jifunze kutii, baraka za Mungu hautapishana nazo kwenye maisha yako. Haleluya. Wangapi mmeelewa? Wangapi kuanzia leo unaweka azimio la kuwa mtii? Kama hujamaanisha kutokutii, usiinue tu, kwa sababu sio unaniinulia mimi, unainulia Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Tutaendelea kukufundisha, lakini pia Mungu ataendelea kukufundisha kwa njia zote hizi nilizoziongea na zile ambazo hujazisikia, ikiwa utataka kumwelewa. Ikiwa utataka kumwelewa na ikiwa Mungu anakupenda, bado atakufundisha. Haleluya. Ataendelea kukufundisha, ataendelea kukuelekeza, na nina uhakika ya kwamba utakuwa mtu bora katika jina la Yesu. Ninataka niseme jambo hili ya kwamba wewe ni mtu uliyebarikiwa, wewe ni mtu ambaye unakusudi, na ya kwamba katika maisha yako Bwana anayo hazina njema kwa ajili yako. Lakini msingi wa kwanza, utii ni wa lazima, kwa maana utii ni bora kuliko dhabihu. Jina la Bwana litukuzwe. Asubuhi leo naomba umwambie Mungu, naomba unibatize kwa roho ya utii. Naomba uniondolee kila aina ya ukorofi ndani yangu. Ya, mwambie Bwana. Haya ni maombi ambayo lazima uombe na utaomba. Nitakuongoza, utaomba na nitakuombea na yatakuwa kwako. Mwambie Mungu, niondolee manunguniko ndani yangu. Sema manunguniko. Mwambie Mungu, naomba uniondolee kila mabishano ndani yangu. Halo? Miongoni mwa baraka ambayo alikuwa nayo Ibrahimu, alikuwa muulizi Mungu maswali. Mungu anamwambia nipatie mwanao, anasema sawa Bwana, nitamtoa. Anambia fanya kitu fulani, toka kwenye nchi, nenda kwenye nchi utakao kuagiza. Aulizi Mungu, hiyo nchi ina maji au hiyo nchi inanyeshaga mvua? Anasema Bwana, nitakwenda. Anambia kafanye jambo fulani. Biblia inasema kwa kuwa Ibrahimu alimwamini yule aliyekuwa akisema na yeye, Biblia inasema Mungu alimhesabu kuwa mwenye haki. Na Biblia inasema Bwana akaamua kumfanya kuwa baba wa imani. Sema baba wa imani. Amefanywa kuwa baba wa imani na baba wa mataifa. Ni baba wa imani, the custodian of faith. Ni mtu ambaye ameshiba imani, na Mungu anaweza kukufanya pia wewe ukawa mtu wa imani. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho utaamua kukitii. Bwana asifiwe sana. Haijalishi kanisa lina watu wangapi, lakini Mungu haangalii watu. Mungu anamwangalia mtu ambaye amekuwa na moyo wa kumsikia. Mungu anaangalia mtu aliye na moyo wa kumtii. Simama kwa miguu yako. Mwambie Bwana, naomba unipe moyo, nibatize kwa moyo wa utii. Nibatize kwa moyo wa unyenyekevu. Naomba uniondolee kiburi, niondolee mabishano ndani yangu. Nipe moyo wa utii. Nipe moyo wa utii. Nisiongee wakati wewe unaongea. Nikusikie, nikuelewe. Wakati wowote ninapopewa maelekezo, hata kama ni maelekezo kidogo kutoka kwa kiongozi, hata kama yanaonekana ni maelekezo dhaifu, hata kama yanaonekana ni maelekezo pamoja na heshima zako. Mnuge anasema sasa, unaona mimi na kitambi changu niende nikafanye pamoja na kitambi chako, pamoja na kusoma kwako. Haijalishi una degree ngapi, haijalishi una cheo gani. Kama ni kutii, tunatii wote kama watoto wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi una status gani, kumtii Mungu ndio baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema hivi, haijalishi una nafasi gani, haijalishi una cheo gani, kumtii Mungu ndio baraka ya Mungu. Katika jina la Yesu, chukua nafasi yako, jiombee. Jiombee. Mwambie Bwana, nijalie katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Bwana, tunakuja na moyo wa shukrani kwako. Asubuhi ya leo tunakuja na moyo wa shukrani mbele zako kwa sababu ya kile ambacho umetufundisha kwa habari ya utii. Utii ni roho yako ambayo inatupa sisi uwezo wa kutembea pamoja na wewe. Kama kanisa tunaomba tubatize kwa roho ya utii katika jina la Yesu Kristo. Nimesema fungua kinywa chako na uombe. Jiombee, ombee maisha yako, kwa sababu baraka ya Mungu ni kwa ajili yako. Baraka ya Mungu ni kwa ajili yako. Neema ya Mungu ni kwa ajili yako. Ni kwa ajili ya kila mwana katika ufalme wa Mungu. Mwambie Bwana, nimechelewa vya kutosha kwenye yale maeneo ambayo Mungu ulikuwa unataka kunibarikia, kwenye yale maeneo ambayo Mungu ulikuwa unataka kuniponya. Yamkini umekuwa na ugonjwa ambao umekuwa ukikusumbua kwa muda mrefu, lakini ni kwa sababu ya kutokutii kwako. Yamkini kwa kutii kwako ule ugonjwa unaweza ukaondoka kirahisi. Yamkini kuna hasara unazipata kwenye maisha yako, hasara kwenye biashara, hasara kwenye maeneo yako, ni kwa sababu ya ukorofi kwenye moyo wako.
ikiwa utaamua kuanza kumtii Mungu, ukiwa utaamua kuanza kujinyenyekeza na kuwa na moyo wa unyenyekevu, Mungu ataanza kushughulika na maisha yako. Unaanza kujikuta vitu vinafunguka, milango inafunguka, upenyo unatokea, vitu vinafunguka, mambo yanaanza kukufanyia kazi kwa sababu ya unyenyekevu wako. Mwambie Bwana, nibatize kwa roho ya utii. Mwambie Bwana, nibatize kwa roho ya unyenyekevu. Mwambie Bwana, utengeneze moyo wangu. Asubuhi leo nakataa kiburi. Mwambie Bwana, rabasaka yandarabozaya lekatayana na mozaya mandeleba shakataya. Mwambie Bwana, nisaidie. Asubuhi ya leo nataka kuwa mtoto mtiifu, nataka kuwa mwana ambaye nitatembea na baraka yako. Bwana, niondolee kila ambacho sio cha kwako, ondoa kila pando ambalo sio la kwako. Kuna wale watu wakati wanapewa maelekezo mioyo yao inaongea, wakati Mungu anawaongelesha na wao wanaongea, wakati Mungu anasema nao na wao wanaongea. Mwambie Bwana, naomba moyo wangu, ninaufundisha moyo wangu kunyamaza wakati wewe unapozungumza. Mwambie Bwana, naufundisha moyo wangu kuwa na uvumilivu wakati ninapopitia kwenye maeneo ambayo sielewi. Mwambie Bwana, ninajifundisha kukuelewa wakati ambapo mazingira hayaeleweki. Mwambie Bwana, ninakubaliana na wewe, ninakubaliana na wewe, ninakubaliana na wewe kama kanisa lako, kama wana wa kike na wa kiume. Asubuhi leo tunatembea kwenye ushikivu, tunatembea kwenye utii wa maelekezo unayotupa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, ili tutembee kwenye baraka ya utele, ili tutembee kwenye baraka ya utele, ili tutembee kwenye utele wa afya, utele wa baraka za mwilini, utele wa baraka za rohoni. Vipawa na karama zitende kazi kwenye maisha yetu. Tunakubaliana na wewe, tunakubaliana na mawazo yako, tunakubaliana na mpango wako, tunakubaliana na ramani yako. Bwana, upewe sifa Mwokozi. Mandarabosakayandarabosaya lekatayarabosaya. Mighty God, we pray that Jehovah God will give us the grace of obedience. Tunaomba utatupa neema ya utii, utatupa neema ya kukuelewa, neema ya utii juu ya kila mmoja, juu ya wana wetu wa kike na wa kiume. Tumechagua kukutii, tumechagua kukusikia. Pale unaponena tutasikia Bwana, pale unaponena tutatii Bwana. Maelekezo unayotupa ya kwako ya moja kwa moja, maelekezo unayotupa kupitia wale watu uliowaweka kwenye maisha yetu, yale maelekezo unayoweka kupitia sauti ambazo umeziweka kwenye maisha yetu. Lord, we choose, we decide, this is our decision. Haya ni maamuzi yetu, haya ni maamuzi yetu katika jina la Yesu, kutembea na wewe Baba. Hii ni shauku yetu, kutembea na wewe katika jina la Yesu Kristo. Roho Bwana, shughulika na kila moyo. Roho Bwana, shughulika na kila tabia katika jina la Yesu. Umesema kila pando ambalo Baba kulipanda ataling'oa. Asubuhi leo tunayang'oa kila mapando ambayo Baba hakuyapanda. Tunaondoa kila mbegu ya uovu, tunaondoa kila mbegu ya uovu. Tunatangaza kwa neno la Bwana ya kwamba hakuna ushawishi wa adui utakaopata nafasi juu ya kundi hili. Hakuna ushawishi wa uovu utakaopata nafasi juu ya wana hawa, wana wa kike na wa kiume. Hawa wamelindwa, hawa wametunzwa, hawa wameishi katika lile kusudi lako katika jina la Yesu Kristo. Kila roho mbaya haina nafasi kwenye maisha yao, kila roho mbaya haitakuwa na mizizi ndani yao. Tumeing'oa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinaweza kikamzuia Mungu asitende kazi kwenye maisha yao, tunakiondosha kwa jina la Yesu, tunakiondosha kwa damu ya Yesu. Tunatangaza kwa jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo ya kwamba hatutapishana na maelekezo yako, hatutapishana na baraka yako, hatutapishana na uwepo wako, hatutapishana na furaha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu tunakushukuru, Mungu wetu tunakutukuza kwa sababu wewe umetubariki na kwa sababu wewe umetuinua, na ya kwamba wewe hautawafurahisha maadui zetu, kwa sababu utii wetu utawafikiria watu wote. Sawa sawa na neno lako katika kile kitabu cha Warumi sura ya 16. Sawa sawa na neno lako Bwana ya kwamba utii wetu utawafikiria watu wote. Utii wa watu wako hawa utawafikiria watu wote. Tutayatii maelekezo, tutalitii neno lako, tutatii mashauri yako,
tutatii mawazo yako, na chochote ambacho tunakisema katika maisha yetu kitakuwa katika jina zuri la mfalme Yesu Mwokozi. Tumeomba na kuamini, na kila mwenye mwili aseme amen. Patie Bwana makofi mazuri. Patie Bwana makofi mazuri. Wapatie watu wawili watatu mkono, waambie wewe umebarikiwa kwa sababu wewe ni mtii. Mwambie ninakuona ukitii. Ninakuona ukitii. Mwambie mtu ninakuona ukitii. Ninakuona Bwana akikuinua. Mwambie mtu mwingine, mwambie wafikishe watu watano, mwambie nakuona ukitii, namuona Bwana akikuinua. Mwambie jirani yako, just tell your neighbor, namuona Bwana akikuinua kwa sababu unayatii yale maelekezo. Mwambie naona Bwana akikubariki kwa sababu unatii maelekezo ambayo Mungu anakupa. Jina la Bwana libarikiwe. Mshangilie Bwana kwa makofi mazuri. Karibu kiongozi wa ibada, tuweze kuanza ibada yetu asubuhi ya leo. Haleluya, endelea kumshangilia Bwana makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi ya shangwe. Mshangilie Yesu. Mwambie Bwana asante kwa sababu unanipenda. Mwambie asante Bwana kwa sababu unanipenda. Haleluya, haleluya. Sasa maneno mazuri, mwambie Bwana Yesu asante kwa sababu unanipenda. Asante kwa sababu unanituma neno lako ili kuniokoa na kunitoa katika maangamizi. Huu upendeleo ambao Yesu anakuachilia katika maisha yetu. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Nipe makofi, nipe makofi, nipe shangwe na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya. Bwana unastahili kutukuka. Asante kwa neno lako zuri. Asante kwa neno la uzima. Ndivyo neno lako linavyosema Bwana, ya kwamba unalituma neno lako ili kutuokoa na kututoa katika maangamizi. Nasi bado tunakubali kuwa watii. Tunakubali kuwa watii. Tunalipokea neno lako. Tunalikubali Bwana. Tunakubali mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Shangilia Bwana. Piga makofi ya shangwe na vigelegele mbele za Bwana. Anastahili sifa, heshima, shukrani wewe aliye mkuu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu chukua nafasi yako nzuri, ukae katika hali ya utulivu, lakini usikubali kuacha nafasi iliyoko mbele yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Hongereni sana kwa kuwa watii katika ibada njema asubuhi ya leo. Hongereni sana kwa sababu Bwana anasema nasi tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake kwa kupitia mtumishi wa Mungu